inashusha ari ya vijana kuamka, inashusha ari ya vijana kuandamana. Kwa hiyo inategemea sasa, ukiona kila siku ukiingia Instagram au unaingia Facebook unaona habari za polisi, unaona habari za Samia, unafikiri labda hakuna movement tena. Ile moyo wa kukata tamaa unakuja. Ila tukiwa tunasisitizana wenyewe kwa wenyewe kutuma zile picha, kukumbushana hizi movement zipo, watu watajawa na ujasiri, na chochote kitakapotokea hapo baadaye basi watu wataitikia. Iwe ni taharuki imefanyika basi watu wataitikia. Kwa sababu watu tumeshawajengea kisaikolojia, tushawaweka tayari, tushawapa ujasiri, tushawapa information za kutosha, na tushawapa hasira juu ya matukio maovu yanayotendeka kwenye hili taifa. Kwa hiyo itakuwa rahisi sana watu kutoka. Kwa hiyo tukumbuke kufanya wajibu wetu. Kuna kazi nyingi, kuna watu wanasema mimi siwezi kuandamana, lakini kazi zipo nyingi. Kila yoyote ambaye yuko mahali hapa au yoyote ambaye Mtanzania yoyote anayeguswa, akilala usiku akifikiria yale mauaji yaliyotokea, akifikiria nchi inavyoibiwa, kama inamuuma basi ana kazi ya kufanya. Unaweza ukashindwa kutoka barabarani hiyo siku kwa sababu ya uzee wako au kwa sababu ya kitambi chako, ila unaweza ukafanya chochote kwa ajili ya hayo maandamano. Unaweza ukatoa katoni za maji, au kwa sasa unaweza ukapromote kipeperushi, ukatoa hata hela ukampa jirani, mtu ambaye anaweza kuprint hapo kwenye mtaa wako, akaprint vipeperushi akasambaza mtaani. Sio lazima kutangaza maandamano, lakini vipeperushi vyovyote vya haki ambavyo vinawaweka watu tayari kwa ajili ya kuandamana au kuchukua action kwa ajili ya taifa lao. Wewe ni mwanasheria, una kazi kubwa sana ya kufanya kwa wateja wako. Una kazi kubwa sana ya kufanya kwa wale ambao wanachukuliwa ovyo. Wewe ni mwanasiasa, una kazi kubwa mno, una influence kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza ukasema jambo wananchi wakawa na hasira au wakawa tayari. Kwa hiyo kila mtu ana uwezo wa kufanya chochote kwa ajili ya hili taifa. Kwa hiyo ni sisi tushikamane, tusiwape nafasi hawa mambwa. Tusiwape nafasi hii serikali, bali tujiandae sisi wenyewe kwa ajili ya kuiondoa hii serikali madarakani. Kwa hiyo tuwe tayari jamani. Na waomba vipeperushi vipo kwenye akaunti yangu, tuanze kuvisambaza sasa hivi. Tuchukue hatua kwa ajili ya hiyo Alhamisi. Na tukumbushane kuvaa mavazi meusi. Nitapendezwa sana nikipita mtaani nakuta mtu amevaa nguo nyeusi. Itakuwa jambo la heri na jambo la kutukumbusha nini tunatakiwa kufanya. Kwa sababu zile damu za ndugu zetu bado zinatulilia. Hatujafanya chochote cha maana. Wewe fikiria umelala, nani upo kwenye maandamano, mtu kapigwa risasi, badala ya kulia kusema nipelekeni hospitali nisaidieni, anakuambia si hakikisheni mnaitoa hii serikali. Hakikisheni mnaitoa hii serikali, achanani na mimi. Mimi ni kifa sawa, lakini hakikisheni mnaitoa hii serikali madarakani. Alafu muda huo tunakaa tuna relax. Ile nadhiri ambayo tumeweka na ndugu zetu hatujaifanyia kazi, na maana ni deni kubwa mno tunapaswa kulilipa. Lazima tulilipe hilo deni. Utalilipaje? Ni kwa namna yoyote ile ambayo unaofikiri unaweza kufanya. Iwe ni taharuki, iwe ni kutoka barabarani, hiyo ni kusapoti maandamano, fanya kwa ajili ya hili taifa. Iwe ni kufanya boycott kama hizi kampeni za kwenda kucomment kwenye mitandao ya kijamii, nenda kafanye. Mwingine atasema mimi nipo nje siwezi nikafanya chochote, siwezi nikatoka barabarani. Wewe ambao upo nje una fursa kubwa sana kutawala hii mitandao. Una fursa kubwa sana kufanya mambo mengi kuhakikisha hii movement inasogea mbele. Hivyo tuliopo huku ndani kuna kazi kubwa mno hata siku ya maandamano yenyewe kabla ya kufika. Kwa hiyo tuungane, tuanze chochote ambacho tunaona kinafaa kufanyika tukifanye. Iwe ni boycott, iwe ni kushare comment, iwe ni chochote kile, iwe ni kuandika barua, tufanye hivyo kwa ajili ya kufikia ile target ambayo tunayoitaka sisi. Ya kwangu ni hayo, naombeni tuamke sasa hivi tuchukue action. Nashukuru. Okay, kitu kizuri sana. Na ningependa ningependekeza hiyo tarehe 29. Kama utaweza kaongea kama ni wewe ama nani, Bamu, anaitwa Bamu yule anayetengeneza bango yule. Sio ni nani?
social ni Bamti zile. Ya, tayari Yeah. tushatengeneza naye, vipeperushi ndo viko hapa kwenye akaunti yangu. Bango kwa ajili ya tarehe 29 Ya, ingependeza kama hatutavaa, yani kwamba kama mtu akiingia hiyo tarehe 29 asubuhi awe na ile bango ya kama vile tunavyo promote kitu tunavaa kwamba ni siku maalum kwa ajili ya kuomboleza ndugu zetu. Mabango kwa ajili ya wale picha za wale watu ambao wametangulia mbele za haki ni meusi, yani rangi nyeusi, tukavaa hata hapa mtandaoni kama ni mtu atavaa huko, lakini hapa special kwa ajili yao kama itawezekana, itakuwa nzuri zaidi. Pia tuna peji yetu ya nani jamani, ya ile ya Tanzania nini, ile ya Gen Z, ile ya Ruge kule, anajitahidi sana nani wetu kuposti kumbukumbu za Moi 29 sana. Sijui kama ni wangapi ambao, lakini nakutana na comment labda 10, hazifiki 100, lakini huku tunafika mpaka 1000 eti kwenye live. Lakini hizo peji hatutembelei watu ambao wanatusupport kwa ajili ya hivi vitu. Ni peji zetu. Kuna Tanzania Gen Z, kuna kama 3 hivi. Kule Instagram zipo za kutosha, na watu wa Instagram wako moto sana. Wanajitahidi sana kucomment mpaka 1000 kwenye kuna peji 2 za Gen Z. Lakini na sisi tukiwa na mwamko huo kusupport, kama kule watu wanaweza comment hata watu 500, kwa nini sisi tunabaki nyuma? Tunabaki tu kuongea, tumeng'ang'ana huku TikTok, basi mtu akiingia basi hawezi kujishughulisha kwa chochote. Kuongea sahihi, lakini pia tufanye vitendo. Tutembelee peji zetu ambazo zina nani, ukiunfollow vile vitu ambavyo havina maana, ukabaki na vile vitu ambavyo wewe unaona kwamba hivi ndio vitu ambavyo mimi njia zangu ni hizi. Kwa nini usisupport kwa ajili ya comment? Ucomment tu unashindwa, ambayo ni dakika moja tu ukacomment, mtu anakupostia pale kumbukumbu ya Moi 29, basi msupport yule admin, ajue kwamba hapa mimi nina wale watu wa TikTok wako hapa, hii peji yao inasupportiwa. Kila nani unapopita huko, pita huko Instagram, wangapi hata Facebook, unakutana na nani mtu ameposti Moi 29 au anaponda serikali, lakini unakutana na comment 5, lakini huku tunaweza tukajaa mpaka watu usijui 1000. Sasa unashangaa kwa hizi nani hatutembelei, ama sisi ni kuongea tu hapa. Hata huku TikTok kuna vitu ambavyo vinavyo watu wanajitahidi sana kuposti, mtu anaongea kama nani Cecilia vile, tuna comment pale, comment zijae. So unaacha tu comment 5, comment 2. Maana yake ni kushambulia, ni mojawapo ya kushambulia, ni maandamano mojawapo. Mtu akifanya kitu tushambulie, tuungane, kama hatuwezi kuungana barabarani. Ndio hicho mpaka nani Cute Maria jana alilia kwamba huku mitandaoni jamani, kweli watu tuko sahihi, tuko njia moja, ama kuna vitu ambavyo tunacholeshwa tu? Kwa sababu mtu kama mko njia moja, mbona vitu action hatufanyi kwa umoja? Barabarani tunasingizia kwamba sijui sasa hivi tunazuia. Okay, hata huku mitandao tuna uwezo wa kuganda kwenye live watu hata 1000. Lakini hatuwezi kufanya kitu chochote, siku nzima inaisha huja comment popote. Unatembelea peji zile za watu wa mapambano, unakutana na comment 15. Mtu mpaka sasa hii ni peji yao, walisema kwamba ni ya kwao Gen Z. Sasa mbona si wao ni kuja kucomment? Mmeshaifollow, ifanyeni kazi, tembeleni kila wakati. Zipo, kuna watu wamejitolea huko, ziko sijui kama 4 zina post vitu vya tena kumbukumbu za Moi 29, zile picha za kutisha. Wanaharakati pia wanatusaidia, lakini sisi hatuamki. Tunapata supporter lakini hatujui kutumia zile supporter. Tuamke jamani, sio kila siku tunasisitiza tuamke. Sasa ni watu wazima, mpaka unakuja hapa unaitafuta haki, maana yake wewe unajua nini maana ya haki. Sasa hiyo haki mbona uipiganie? Haki sio kupigania kwa mdomo, ifanyie kazi. Ukifika pale mtu unakutana na comment ameposti dakika 1, labda unakutana na comment 50 ndani ya dakika 5. Anasema yes, hiki ndio kitu mimi, yani unampa morali ya kuposti kitu kingine. Admin anajisikiaje anaposti kumbukumbu za Moi 29, anamponda Samia, anakutana na comment 2 kwamba uko nacholeshwa ama ni kitu gani? Mwisho wa siku acha siku ipite, watakapoamua wao kuamka ndio nitaanza kuposti. Mwanaharakati anatusupport kufanya kitu ambacho ni sahihi, ambacho sisi hatuwezi kukifanya. Huwezi kufanya katika peji yako.
ka comment. Haya, karibuni wengine tunachoka kuongea. Yaani sio siri ya mkomba, ni kitu kinaumiza sana kiukweli. Watu tunaamua kujitoa, unategemea utakutana na wenzako ambao watakuunga mkono, upambane wote kwa pamoja, lakini the end of the day najikuta mnaopambana ni wachache. Ni wachache mno. Yaani katika 1% ambao tuko Tanzania, kwenye 100%, watu wanaopambana ni 1%, na hata hiyo moja yenyewe sidhani. Yaani sidhani hiyo moja yenyewe tunaopambana ni wachache sana. Ni kitu kinaumiza mno. Na ukiongea ukifoka, unaona wanavojea jini yote. Na jinsi nilivyoongea vibaya, nimekosea, nimejaa jini. Jamani, tunisamee. Tunaongea sana mpaka maneno yanaishi. Ukiongea ukifoka, watajaa hapo chini hapo, watakomenti kwa wingi. Unakosea, mamluki huyo, kasharambishwa sijui nini, anatutukana, vurugu zitajaa hapo chini. Lakini nenda ukawaambie, haya twendeni sasa, jinsi mlivyo comment hapa mmeshambulia, twendeni tukashambulie kule. Kimya na kukimbia, wanakimbia wanaondokaga. Basi mabaki unajiuliza, kwani hawa ni wenzetu au ndo UVCCM ndo wamewapanga? Muda mwingine tunaweza tukawa tunasema UVCCM tukawa tunawasingizia. Muda mwingine ni sisi wenyewe tunafanyana lomba, sisi wenyewe kwa wenyewe zisizokuwa hata na msingi. Sasa hivi sio hata UVCCM nimekuingilia dada Saudia. Wala hata sio UVCCM. Sisi wenyewe. Yaani muda mwingine kiukweli mimi naona ni sisi wenyewe. Hata hii kushushiana account, tunaweza tukasema ni mboga mboga, kumbe ni mbaya tu. Mtu anataka yendo afungue live yeye akasikilizwe yeye. Ana chuki na mtu fulani, basi anaamua kushusha live watu wote. Haya, tutafika kweli kwa hatua hii? Kama tunashindwa kuweka umoja wetu, tukapambana, tukatoa tofauti zetu, mtu kuwa na ukosefu, yani mtu hakuna alokuwa mkamilifu. Kila mtu ana makosa yake. Sasa mtu usichukulie kile kijikosa cha mtu, yani ndo ukapush ukaweka pale mbele kabisa, ukaibandikia bango kushinda hata yale mazuri ambayo tunapambania sisi wote kwa pamoja, ambayo baadaye yataleta faida kwa vizazi vyetu, kwa familia yako wewe na familia yangu mimi na familia watu wengine. Maana hii sio kama najipambania mimi tu. Saudi, samani, watu wembo endeleeni kutaptapu. Mmekaa kimya, naona live kama inaganda. Ambao mko chini, please saidieni kutaptapu. Yeah. Okay, endelea Saudi, sorry. Sijali kipenzi. Je, hapa anasema haoni watu Instagram. Kwenye account zenyewe nimezitafuta zile nyingine, bwana watu wapo makini. Yaani nishapigwa block, sizioni. Hapa nataka nitafute account yangu nyingine. Sijui kama nitazikumbuka, nazokumbuka majina na zenyewe nikiziandika aziji, sijui kama nakosea, hata sielewi. Ila kama hizo mlizoingia nizoandikia chini hizo, mkiendelea kufungua kila siku zitakuja nyingine. Mkiendelea kuendelea Instagram, mtaziona tu zinajiletaga. Zenyewe zinajileta, mtaziona. Yaani wapo wengi washafungua vya account vyao vingi wanatangaza mambo ya utalii. Wanataka hela ambao wajifaidishe wao na ukoo wao. Watu wengine huku wanakufa njaa. Wananchi wa Tanzania wenyewe ambao hivyo vitu wanavyovitangaza, sijui utalii ni utalii wa Tanzania, lakini mwisho wa siku hautupi faida yoyote sisi wa Tanzania. Wanaopata faida ni hao madikteta walokamata nchi, na hao watu wanaenda kuchukua kwenye nchi za watu huko, wanakuja kula mali zetu. Afu wao wanakaa chini wanaanza kusema wanatuharibia nchi. Wanatuharibia nchi na wakati wewe ndio unaharibu nchi wewe mwenyewe. Utegemea wao wafanyeje? Alpha mute. Alpha team mute. Yeye anakaa anasema wanakuja kutuharibia nchi. Na wewe huyo ndo umewakaribisha
unawapa 60%, sijui 60% ngapi za wao kufaidika, lakini Watanzania 60% wanazopata za mali kwenye nchi yao ni 0. Yani tunapata tu 0, tujue zinazobaki wanakula wao na ukoo wao na familia yao. Jamani, haki haipambaniwi kwa kuongea. Haki inapambaniwa kwa kunyanyuka na kujituma kivyo vyote. Tuzipige, yani tuwaparalyze hata kwa njia. Tena tumerahisishiwa. Kuna nchi nyingine hawaruhusi kutumia hii mitandao hii kama jinsi tunavyotumia sisi. Lakini sisi tumebarikiwa hii mitandao, wanatublock ila kusema ile hauruhusi kabisa. Walijaribu kujifanya TikTok isiruhusi watu kutumia, wakaleta bali sijui VPN, sijui ukitaka udownload kitu gani ndio ingie, lakini mwisho wa siku wameshindwa. TikTok watu bado tunaingia. Tunapata hizo fursa kweli, tunashindwa kuzitumia. Na sisi wa Tanzania ndio watu ambao tunaongoza kwa kupenda mitandao. Lakini tunashindwa kutumia hii fursa. Nasubiria siku ambapo ndio mitandao imefungwa kabisa. Sijui hapo ndo tutafanyeje, yani ndo itakuwa sijui ndo imekula kwetu. Tunazingua wapambanaji. Kama wewe kweli unajijua ni mpambanaji, kutumia mitandao kwa mambo yasiyofaa, yani yasiyo faida katika nchi ndo tunaongoza. Lakini vitu vyenye faida hatuvipi kipaumbele. Yani kwa vitu vya hasara kwa taifa ndo tunavipa kipaumbele. Si unajua, unakumbuka kama tukishindana hata kwenye upande wa nchi kwenda kucomment, sijui labda tukienda Nigeria, Nigeria wenyewe hatupati. Tunaenda kucomment, tunahakikisha mpaka tunashinda nani yani comment za kutosha. Ni waepesi sana, hata tukisema sijui twende page fulani tukacomment kwa vitu ambavyo havina maana. Lakini masuala ya kumsaidia Diamond sijui nini, lakini masuala ya taifa tuna safari ndefu sana. Lakini mimi nina imani vile watu mliojisajili huko Discord, jamani, mmeweka majina kule kwa ajili ya nini? Yani watu wapo kule na live zinashushwa na kule huwaoni. Ndio hiyo nasema kwamba hawa watu ni kweli tuna mlengo, tuna safari moja, ni safari moja. Kwa sababu haiwezekani mtu uende ukajisajili alafu unaacha huko jina unaendelea na mambo. Watu wameshajisajili sijui watu zaidi ya 2000. Alafu watu wanaohudhuria kule watu 10, 5 ndio watu wanaoenda kupanga mikakati. Yani ndio wanaohudhuria. Imagine, kweli tuko safari moja kweli, tutafika. Mimi yangu ni hayo, mimi nasikitikaga sana. Yani mpaka sometimes nasema hebu tu nikae chini hapa. Niwasikie na wao watasema nini. Watu wameva, sio kwamba eti UVCCM sasa hivi nishagundua sio UVCCM, ni sisi wenyewe ambao tunajifanya tuko pamoja, alafu tunarudishana nyuma sisi wenyewe. Tuna nembo zile zile, tunajifanya kuongea, tunajifanya kukomenti. Lakini vitu tunavyovifanya nyuma ya pazia, kila mtu na moyo wake anavijua. Hakuna sijui cha VCCM wala nini, hawana nguvu hivyo, kwa sababu watu haiwezekani mfike mpaka 1000 wakawashinda watu 100 kama UVCCM ambao wanaweza kuwafanya huko Discord. Wapo UVCCM wanawafanya nini? Mbona hamuhudhurii vitu ambavyo mikakati tunapaswa kuifanya? Mikakati gani utaifanya huku wakati live zinashushwa? Unaingia kule ndo mnapanga mikakati, bwana tunataka sisi room sasa tufanye mambo yetu. Host lakini hakuna, ni watu wachache ambao kweli unasema ndo basi wako serious. Mimi ndo maana nasema hapa sitoke mpaka kila mtu nione sura yake halisi na lengo lake halisi. Katika hizi live tulikuwa naye kuanzia mwanzo, alijifanya ana uchungu. Taratibu tunaanza kumjua kila mtu rangi yake halisi ni ipi. Tutajua tu mpaka watu 10, hata watu 10 tutakaofika unajua kumbe ndo watu walikuwa halali. Wengi wao walikuwa wanatuchola. Asanteni. Asante dada zangu, umechangia zaidi. Samani kidogo ilibidi aanze Copacabana. Kwa hiyo tuwasikize kwanza hawa watu wawili wakijapokuwa wameingia wageni tupate hata nao kidogo idea. Samani Copacabana. Alpha team. Funga mic mama uongee. Hao ndo mjomba. Alpha team. Oxford King. Oxford Kid. Funga mic. Tuongee. Oxford Kid. Only for kids.
Ni only for kids. Only for kids. Only for kids. Kashuka. Jamani, ameshuka amemshusha. Tunashinda. Tunashinda. Jamani, mimi ni hapa, mimi nina machungu siku hizi, hata sipandagi live maana nina hasira na hili limama jamani. Wewe basi sauti yako tu tumeshaijua. Haya bwana Copacabana. Yaani kuna sana kama nalia machozi. Kama leo nilikuwa naliona eti sijui linakata keki ya usenge gani, makuma wanaume mazima amekalisha matako hapo. Yaani mpaka yani sijui nitapata wapi. Mimi niko tayari kujitolea eti nikipata bomu safi takatifu la kulipua kilomita kama 15. Niko tayari kufa nalo. Yaani hiyo ni mbele ya Mungu. Niko tayari kufa nalo, ni wakomboe wote. Hata sitaki familia yangu ipewe hata 10. Niko tayari kufa nalo kilo safi. Kwa sababu mtu mmoja aliwezi kutunyima amani watu milioni 60. Tumekaa tunaliwaza lenyewe tu, miaka nenda rudi, miezi nenda rudi. Tunalidiscuss tu lenyewe hapa, yani hata hatuna amani. Hatuna uhuru wowote ule. Yaani mimi siku hizi sipandagi live maana na hasira. Yaani na uchungu kiasi kwamba yani haisemi sijui hata niwaambieje. Yaani ni vile tu mko ndani ya moyo wangu, lakini nina uchungu sana yani. Yaani kwanza nikiangalia watu wamerudi kwenye hali zao za kawaida, wanaenda kwenye mikutano. Yaani sijui nchi na raia wa nchi gani jamani. Yaani mimi nina uchungu kweli. Kwa sababu hawa raia tungesusia kabisa mambo ya CCM, maduka ya CCM, tusinunue bidhaa yoyote kwenye duka la CCM, msiba wa mwana CCM yoyote. Yaani wazikane wao wenyewe. Hichi kitu mbona kilikuwa kiwe kirahisi, lakini shida hatuna uzalendo. Tunaongea sana mitandaoni lakini hatufanyi action yoyote. Tulikuwa tumeshaidiana tuanze kupiga hawa takataka wa mabalozi na wenye kiti hao. Bila kuanzia CCM chini hatutatoboa jamani. Tutaongea tu hapa, hatutaweza kupambana na hilo likitu huko juu bila kulegeza miguu huku chini. Ambao huku chini ni kwa hao wenye kiti, mabalozi wote hawa. Hicho kitu tumekiongea kwa hata haina haja ya kuficha mambo na Discord yani hata hamna cha haja ya Discord hapa. Tutanyimwaje amani? Tunashindwa kuongea, kukaa kwa uhuru kwenye nchi yetu jamani, na mtu mmoja amejibinafsishia nchi yeye na familia yake. Yaani anaamua maamuzi anaotaka eti happy birthday. Happy birthday watu wamekufa, wamezikwa wakiwa hai hapa, afu mtu anaenda kusherehekea happy birthday. Upumbavu mtupu. Waziri wa Kisenge huyu, waziri Matako huyu anakuja kwa hiyo. Yaani na uchungu mimi. Siku hizi sipandagi live kweli kwa sababu nina uchungu sana. Hili waziri la usalama limekauka uso kama kuni. Hili la mambo ya ndani hili limbwe hili linakuja na kututishia hapa. Wewe acheni tu, yani na uchungu sana mimi yani ndugu zangu, ndo maana hata mnaniona siku hizi nakaaga hapo chini. Hadi kutaputapu nimeshindwa maana na hasira mno. Mtu huwezi kuwa watu walizikwa wakiwa hai. Alafu eti mtu anakula tu bata, leo anatoka ameanza mpaka kung'aa ngozi. Na zile nyakati za mwanzo tulimkoroga mpaka akawa ameparara, anaota ndoto za kupagawa usiku. Sasa hivi tumempa punzi mpaka ameanza kunenepa, matiti ameanza kuwa makubwa tena kweli. Hichi kitu hakifai yani. Tunafaa tuwe na uzalendo nchi. Bila sisi wenyewe kujitolea na kujisacrifice. Tunaogopa kufa kwa sababu zipi? Tap jamani Maganda. Tap. Na sisi ni wafu watarajiwa. Ni nani amewaambia hatutakufa? Yaani kila binadamu atauonja umauti. Yeye mwenyewe asijue kama kizazi chake anakiacha salama kwenye hii dunia. Yaani ajue ataingia rais atakayemfanyia vituko ambavyo ni vile atakuwa hai. Lakini kama atakuwa hai, wakina Hitler walikuwaje? Wakina Gaddafi hawa watoto wao si walikuwa hata hamna historia yao tena sasa hivi, familia zao. Akaye akijua mwiba unaotuchoma leo, kesho ni kwa wajukuu wake, utamwakia mpaka ashangae. Asifikirie kwamba eti wajukuu wake wataishi kwa raha, hawataishi kwa amani yoyote. Ili amelianzisha alitaisha na litakuwa la kero maisha yote. Yaani hamna siku hata moja mtoto wake atakaye kaa kwa amani hata siku moja. Atakaa kwa amani kwa huu utawala wake huu anaojivuna nao kwa hichi kipindi ambacho sasa hivi anajifanya yuko madaraka. Wewe Masters uzima na umeweka kikombe kwangu. Kwa hiyo ndugu zangu, mute mic kwanza. Kwa hiyo ndugu zangu, hii nchi yetu mahali imefikia, kitu cha kwanza hatuna uzalendo, hatupendani, hatuna ushirikiano.
tunaishia kuongea tu hapa TikTok, tunaongea Discord, watu wameingia wanaongea, hamna action yoyote. Watu wameshaanza kurudi kwenye hali yao ya kawaida, lakini mimi nina uchungu sana ndugu zangu. Mimi uchungu wangu haujaisha. Mimi kwetu akukuuliwa mtu, lakini mimi uwaga roho yangu iko hivi. Yaani nikiona mwenzangu anataabika, yani na feelings ni mimi. Yaani wale watu waliuliwa, watu nilioshuhudia vijana wenzangu, naona hata mtu anapigwa risasi hivi. Yaani na hicho kitu kilininyima amani, na ndio maana mpaka leo nikiona sura yake mahali umama ninakosaga raha kabisa. Yaani nikiingia mtandaoni hivi, nimeingia Facebook naanza kuona eti sijui yaani nasikia kupasulia simu yangu chini. Kwa sababu naona kabisa ni dunia ni mahali imefikia East Africa. Kwanza ni watu tu wauane wao, hamna hata biashara ya kubembelezana. Maana huu usenge utaendelea hivi watu kujipangia maamuzi na kufanya vitu wanavyovitaka. Kwa sababu mtu tu linaamka huko linaamua na mtoto wake limepewa cheo, au wanajeshi wetu wenyewe wasenge sijui ni mabasha wote mikundu hawa. Wanaona nchi inauzwa inabagazwa tu, wamekalisha matako. Hata yatoi vitisho. Yangetoa tu vitisho, amuite hata mama amwambia hatutaki kuona utawala unaoongoza hivi. Ameingia Simbachawene hapo, alikuwa anataka kuleta mahusiano mazuri, raia wasishikwe bila kufuata sheria. Kama ni mtu ashikwe bila watu kuvaa maski, wamemtoa, alafu tunanyamaza. Mtu analetwa eti anaanza tena kututishia eti mtu akimposti mama akifanya hivi anashikwa. Kwani sisi kwani Mungu ametuumba tunyimwe punzi ya kuongea kweli? Ametupa midomo tushindwe kuongea? Sisi ndo tunalipa kodi hao wasenge, alafu wanatunyima nafasi ya kuongea. Sisi ndo tulipe kodi. Sisi kwenye biashara zetu ndo tubanwe, alafu sisi ndo tupangiwe maamuzi ya kuishi kwenye nchi kweli? Kama sio watu ni wapumbavu. Nchi yenyewe ina matajiri wasenge tupu, hao wako kwenye nchi. Matajiri wangekuwa na umoja, hichi kitu kingekuwa kimeshamalizwa kitambo, siku nyingi sana. Lakini matajiri ndo hao wasenge, hawajitolei. Na kwambia ingekuwa kuna mdhamini amejitokeza tu, mambo yangekuwa yameshaisha siku nyingi sana. Kwa sababu kungejitokeza mdhamini mmoja tu wa kufadhili vijana hapo na silaha za hatari kila siku, polisi wauliwe 10 kila siku tu, angekuwa anauliwa 10, nchi ingekuwa imeshana nini. Lakini sasa shida ni hawa matajiri wetu wa kisenge, hawa mikundu wazi kabisa, hao ndo wanatuharibia nchi. Kwanza hata hao nchi si ilikuwa ina majambazi, sasa hivi kuna vijana wana bunduki huku wanapiga ovyo ovyo. Hizo bunduki hizo yani nyengo jeni tu, nchi kuna mahali itafikia ni tutalaumiana sana. Yani watakuja kujuta. Jeshi kwanza ndo na hasira nalo mno, kwa sababu wanajeshi ni mikundu tupu wamejaa huku. Huwezi kuwa na jeshi linaona nchi inauzwa limenyamaza tu. Mbona Magufuli alivyokuwa alijifanya wamemteka wakaitisha hela wakapewa? Mbona sasa hivi wasimshike mtoto wa mama wamfire huo mkundu mpaka wachomole mkundu wote huko nje? Kitoto kimoja cha mtu mmoja kinakuja kunyima watu amani nchi nzima, yani anawazwa yeye. Wanaishi wanavyotaka, wanakata etikeki. Afu tumekaa tunamwangalia tu. Sasa hivi ameanza paka kung'ara. Wewe mama si alikuwa mweusi kama chungu. Sasa hivi anatumia kodi zetu anavyotaka, nchi inauzwa, mabandari yanauzwa, mauwanja ya ndege yote yamebinafsishiwa wa China huko, mabandari ya nchi kavu wa China wamebinafsishiwa. Raia wa nchi wanafukuzwa kama mbwa na wa China. Huku Kenya watu wa China wanakuja kama sasa hivi wameanza vita na Warundi waliokuwa wanakuja kufanya kazi huku. Mbona huko wa China wanaingia wanakuja kutupangia maamuzi kwenye nchi yetu? Alafu tumekaa tu kama magunia. Mchina anauziwa mahali tunaanza kufukuzwa kama mbwa. Ngorongoro wa Masai anauziwa Mwarabu, watu wanaanza kufukuzwa. Kwenye nchi yako unafukuzwa kinyama kiasi kwamba ni mpaka, yani kuna vitu vina uchungu jamani. Kuna vitu vina uchungu sana, ndio maana mimi siku hizi sitaki kutema nondo kweli. Yani na hasira vibaya mno. Kwa sababu vitu vinaumiza roho mno. Ya kufanya kazi kama vile wanavyokuja huku na kujipangia na kutubana kwenye nchi yetu. Wewe unaweza uende China sasa hivi uamue useme umeuziwa sehemu wafukuze wa China kweli? Sheria ya China inaruhusu hivyo? Sheria ya Japani huko, sheria ya Marekani inaruhusu mwekezaji wa nje aje awabane raia wa nchi ya nchi yao na kuwafinyilia chini kabisa?
Alafu watu wamekaa tu kama magunia, wanajeshi wamekaa tu, mapolisi ya Kisenge anaenda mahali anafinyilia raia. Ngojeni kuma mama yenu Wasenge nyie, tutajuana tu. Yani lazima tutajuana tu. Msione kama eti mmetunyamazisha. Ili alitapoa na alitakalipoe, tutalipishiana chini kwa chini mpaka tuwe na adabu wote. Na kama nyie jeshi mna akili timamu, huyu mtoto wa huyu chura mngemshika mumtombe hao matako. Tombeni hao matako na mkate mboro na mapumbu kama wanavyofanyia hao ndugu zetu wengine. Sijui mmekalisha matako aje. Wasenge nyie kuma la mama yenu. Mbwa takataka kabisa. Mimi kwangu ndo hayo bwana, kwanza na hasira sana. Constable Kenya.